Karibu sana ndugu msikizaji na dada yangu mahali popote ulipo. Tena ni mimi wenyu Judith Nabwire, ninawaletea kipindi cha afya. Ndugu msikizaji, leo tunaenda kuongea juu ya ugonjwa wa TB. Inaeleweka tu TB, lakini those are initials. Inajulikana tuberculosis, lakini watu wengi sana wamejua ni TB. Ni nini hii itakufanya ndugu mpendwa upate kujua ya kuwa ugonjwa ambao uko nao ni wa TB? Jambo la muhimu sana, kila mtu anajua ya kuwa mtu anapokohoa, kukohoa, mtu huwa anadiagnose, mwingine anasema kwani unakohoa kama mtu ambaye ako na TB. Lakini magonjwa mengi sana yanaleta mambo ya kukohoa. Tumeangalia juu ya bronchitis, pia utakohoa. Juu ya asthma utakohoa. Pneumonia pia utakohoa. Lakini kukohoa kule ambako mtu amekuwa na uoga kabisa ni kukohoa kwa zaidi mpaka mtu anasema huyu ako na TB. Ndio sasa tunataka tujue symptoms. Yani dalili za TB. Kweli huwa unaona ya kuwa mtu anapokohoa ni TB. Na sasa tena kweli tunataka kuona ni kukohoa kwa aina gani. Tunaona ya kuwa kweli symptom, one of them is coughing. Na tutakuja kuona ya kuwa katika hii kukohoa, mara ya kwanza mtu anapokohoa atatoa ile madaktari wanaita sputum, yani kile kikohozi, ile nini kamazi ambayo inatoka. Lakini mwanzo mtu wa TB anapokohoa mara ya mwanzo hatoi yale makamazi kutoka kwa koo ama kwa kifua. Lakini later on utakuta ya kuwa anaanza kutoa ile kamazi tena nzito. Na wengi sana hata kabla haujaenda hospitali, Mungu wetu ni mwema kabisa. Ametaka kila mmoja wetu awe daktari wa mwili wake. Imagine utaanza na kile kikamazi ambacho ni kizito, ni cheupe. Utakapokuwa unaendelea tena kukohoa, kitakuwa kizito, kimepinduka, kimekuwa sasa cha manjano, yellow. Kinapoendelea kitaanza kukua tena ni kieusi, black. Unapoangalia hizo dalili zinapoendelea sasa, utakuja kutofautisha uone ya kuwa kukohoa kwako sasa ni kwa TB. Wengine sasa mpaka wanatoa kile ambacho kiko green. Umewahi kukohoa, unakohoa mpaka kiko green. Wengine mpaka kenye kimechanganyika na damu. Ukiona unakohoa alafu sasa hiyo sputum inaenda ikikatika ikiendelea, hakika kubadilisha rangi, kudhibiti vizuri kabisa, inafaa uende hospitali. Kwa sababu sasa wewe mwenyewe umekuwa daktari wa mwili wako. Unafaa uende hospitali wakatoe ile sputum yako, wapate wakapima, upate kuthibitisha ya kuwa je, kikohozi chako vile kimebadili rangi ni cha TB ama ni kitu kingine. Watakuelezea. Najua vipimo ni kitu cha muhimu. Lakini sasa kwetu kwa medical missionary, Mungu naye ametaka kila mtu awe daktari wa mwili wake. Hakika utakuja kugundua ya kuwa vile uliangalia, na utakapokuwa unaenda kuthibitisha kabisa kwa hospitali, utakuta ya kuwa uko na TB. Jambo lingine, kuunganika na kukohoa, utaona ya kuwa yani wewe unakohoa
Sasa tena tuongeze kingine, yani mwili wako wote tu unakohoa na tena unaona ya kuwa hauna tena nguvu. General fatigue, yani ni kuchoka tu mwili wote na huku unakohoa. Alafu jambo lingine ambalo linafuata hayo mawili, sasa tena unakosa hamu ya chakula. Unaona, unakosa tu hamu ya chakula, unakohoa, umechoka. Kabla hata hujaenda hospitali, ukiunganisha sasa tunapoendelea. Alafu tena unasikia kifua kinauma. Tumeona hizo ni nne. Kifua kinauma, umekohoa, umesikia kuchoka, umeona. Alafu tena hauna hamu ya chakula, imefuatwa na kifua kuuma. Alafu ikifika usiku, wewe sasa unatoa jasho. Jasho linatoka kabisa. Wengine wanatoa jasho mpaka hata sheets zinaloa. Ukifuatanisha hizi dalili, hakika utakapokuwa unaenda kupimwa, utakutikana wewe uko na TB. Kaa daktari wa mwili wako. Alafu tena mwili unasikia kana kwamba uko na fever, joto, baridi ya chini chini tu. Ukiunganisha hizi vitu vyote, mpendwa, utakuta ya kuwa wewe uko na ugonjwa wa TB. Ni nini hii ambayo inaleta ugonjwa wa TB? TB inaletwa na bakteria ambayo inaitwa Mycobacteria tuberculosis. Mycobacteria ni bakteria ambayo hakika iwa inatembea katika hewa. Umeona? Alafu inaguza mapafu, it affects lungs. Ndiposa ndio unaona sasa mtu anapopumua anasikia ya kuwa yani chest yake ina pain, na huku tena anakohoa kikohozi. Na tunaona ya kuwa hii TB haiguzi tu mapafu pekee. Unajua watu wengi sana wameenda hospitali. Ninaweza kuwa ninaongea na mtu ambaye ameenda hospitali, amekuwa mgonjwa wa figo, amekuwa mgonjwa wa ngozi, amekuwa mgonjwa wa mara, amekuwa hakika mgonjwa wa spleen ama ini tena pia. Kumbe TB haiguzi tu mahali pamoja, tunasema eti chest. Wengi wamepimwa mpaka wamekutikana ya kuwa mifupa yao iko na TB. Eti liver imekuwa affected na TB. Figo imekuwa affected na TB. Ndiposa ndio tumesema ni vizuri kabisa tunapoongelea mambo ya TB, ni vizuri ukaende wakapime, wakajua ya kuwa hii TB imeguza wapi ama imeaffect kiungo gani ambacho ni cha mwili wa mwanadamu. Hakika tunaona ya kuwa apart from bacteria kuanzilisha mambo ya TB, tunaona pia kukohoa huku kunaambukiza kutoka kwa mtu mwingine kwenda kwa mwingine. Ndiposa wapendwa, hapa ndio sasa tunataka tuone jinsi tunapokaa katikati ya watu. Ni vizuri kukaa na handkerchief. Uwezi kujua hata na wewe pengine umeshapimwa, umeshajulikana ya kuwa pengine uko na TB. Na mwingine anakohoa baada hajapimwa, baada hajagundua, hajajua hizi dalili ya kuwa ako na TB. Ni vizuri unapokohoa, ndugu mpendwa, penda mwenzako jinsi unavyojipenda mwenyewe. Unajua kuna wengine wanajua tu wako na TB, lakini bwana wanataka hata wengine pia wapate kuambukizwa. Anakohoa tu yani kwa hewa kwa bila kufunika mdomo. Usifunike mdomo tu na viganja vya mkono, funika mdomo na kitambaa. Ndugu mpendwa, unaweza hakika
kuniunga mkono. Utaniunga mkono kivipi? Ugonjwa wa COVID-19 haijakuwa mbali sana. Ugonjwa wa COVID-19 ulipokuja, walituonyesha sasa jinsi ya kukohoa. Hata yule ambaye hakuwa na kitambaa, yani that is handkerchief, walionyeshana jinsi anavyofaa kulete mkono wake. Kwa wale ambao wananiona kwa TV, wananiangalia kwa runinga, wangeweka mkono hivi ukohoe, ili hakika zile droplets za kikohozi zisiende kwa mwingine. Kumbe hii TB inaenda na hewa. Unapokohoa ile chefu ile majimaji inapo splash, inamwangukia mwingine. Hakika hiyo sasa yeye pia ameshapata. Na shida kama hizi tunazipata sana sana wapi? Ukae mwangalifu sana unapoenda mahali ambapo watu ni wengi, congested buildings. Utakuta ya kuwa mahali hapo maambukizi ya TB iko hali ya juu kabisa. Ukae very much careful unapokohoa, na tujifunze jameni, unapokohoa, hata unapokuwa ndani ya gari, unapokaa katikati ya watu, ndiyo mara nyingi utakuta ya kuwa hata wewe pia ushaangalia haya. Pengine kikohozi kimekukujia tu ghafla. Unapokohoa tu hivi, haujatoa handkerchief, watu wanaanza kukuangalia, wanaangalia. Yaani hiyo ni dalili ya kukuambia ya kuwa bwana, kohoa vizuri. Lete kitambaa bwana, ujifunike. Na utakapokuwa unajifunika mdomo unapokohoa, hata pale ndani ya gari watu watakupenda, wataona uko na good manners. Tabia yako, lifestyle yako ni nzuri, na utakuwa hata umefundisha wengine. Watu wawache tu kukohoa kwa. Na sana sana TB tumesema ya kuwa mahali ambapo pako congested. Ukienda mahali ambapo ni prison, mahali pale watu wamejazana, watu wametoka katika tabaka mbalimbali. Prison. Sioni kama ukiwa prison hautakubaliwa kuwa na handkerchief, kwa sababu pale pia unaweza kuwa na nini? Unaweza kushikwa na tuseme homa, hautatumia ile nguo yako. Lakini hii TB sana sana tunaposema ya kuwa hakika kwa prison kuko congested, ni ukweli. Prison sio mali pa raha. Prison sio mali pa kuchezea. Wengi ambao wamejikuta pale katika cell ama prison, hakika mumejionea maajabu. Sio mahali ambapo mtu angependa hakika awe pale kwa prison. Na prison ni nyumba ya kila mtu. Anytime unaweza ukaingia pale, umekosa ama hujakosa. Kama wewe hakika pengine umekaa miaka mingi haujafika prison, shukuru Mungu. Kuna wengine ambao hata wanatoka uso wa dunia bila kuingia prison. Wamezeeka bila kuingia prison. Na sio wote ambao wanaingia katika prison eti wamekosa. Lakini ni mahali pabaya. Sitaongelea ugonjwa mwingine. Ninaongea na wale watu ambao hakika wamewahi kukaribia prison. Pale sasa kukohoa bwana, mtu TB nini, na ndio wengi sana. Ninaongea pengine na watu wamekufa ndani ya jela kwa sababu ya TB. Na ndio sababu mtu anapokuwa na TB inatakikana awe in isolation room. Sasa niambie, kwa jela
Tutakuwa na rooms ngapi ambazo watu watakuwa isolated? Yaani rooms ambazo zimetengwa. Hapa sasa tufanye nini? Ndiposa ndio katika kila jambo tuweke Mungu mbele, ama tumuweke Mungu katikati. Sio wote pia ambao wamekuwa jela wameambukizwa TB. Unafikiria ni kwa nini? Ni Mungu aliweka mkono. Lakini ni mahali ambapo maambukizi ya TB yako katika hali ya juu kabisa. Kwa hivyo ni vizuri tupate kujifunza kukaa vizuri na wenzetu. Chafya inapokuja, tunapokohoa, tunapo hakika kaa na homa, tupate kuona ya kuwa tunakaa vizuri. Sasa umegundua ya kuwa ama umegunduliwa ya kuwa uko na TB. Ni kile ambacho unafaa ufanye. Tunaambiwa ya kuwa ule chakula kizuri. Jameni, yaani tumekuja kugundua katika afya, dawa ya kwanza ni chakula, lakini inategemea kila ugonjwa ni chakula gani ambacho kinachukua percentage ya juu sana. Ndio vyakula vyote ni vizuri, lakini katika kila ugonjwa kuna vyakula ambavyo tutapatia kipaumbele. Sasa kama kwa TB, unapokuwa na TB, ni vizuri sana ule chakula ambacho kinatoka kwa shamba ambacho kiko na calcium. Utapona haraka sana. Sio carbohydrate ni nzuri, ndio utakula, si eti nimekuambia usikule, protein iko, vitamin, lakini sasa hapa kile ambacho kiko na calcium ndio chakula kizuri sana ambacho kitasaidia mtu yule ambayo ako na TB. Alafu inatakikana unapokuwa na TB, tumeongelea juu ya kupumzika, upate kupumzika. Ndiposa kumbe ndio ninaona ninapotembea katika hospitali watu wa TB, they are in the isolation room. Mahali pale amefungiwa, upate kupumzika. Na sio lazima tu uende hospitali ndio upate kupumzika. Lakini kweli ninaona kwa nini watu wanaenda hospitali. You can create yourself isolation room at home, lakini pengine imekuwa ngumu. Ndio unaona ya kuwa unapokuwa ya kuwa unataka kupumzika, mtu anapiga hesabu, nataka nifanye hivi, yule anafanya haya, mwingine anafanya haya, mwingine anatokea huku, mwingine. Sasa mtu apati rest. Lakini ni vizuri udevelop lifestyle, udevelop tabia ambayo kama wewe ni mgonjwa hakika na unajua tena huu ugonjwa unaambukiza, ni vizuri ukae peke yako. Na ndio unaona kuwa unapogunduliwa ya kuwa uko na TB, ni vizuri upate kuwa yale makali ya TB unapopewa antibiotics. Mtu wa TB anapopewa antibiotics mwanzo hata kuwa na maambukizi kwa wengine kwa njia ya haraka. Usikuwe na TB na ujajitibu, ujaenda hospitali upate kupewa antibiotic, tuseme hata for 7 days and over. Tunajua ya kuwa madawa hakika ya TB yanachukua 6 months and over, kulingana na vile sasa TB imekuwa sasa na nguvu kabisa. Uyachukue haya madawa, ndiposa ndio usije ukaambukiza wengine. Kwa hivyo nanyi watu ambao mko karibu na mtu ambao ako na TB, msimuogope ya kuwa ninaposema ya kuwa kukohoa sasa akuwe pale nyumbani mumwasoleti, akuwe mbali. Anapochukua haya madawa for the first time, hata anapokohoa, hata yale kile kikamazi kinapoenda na hewa hakitakuambukiza, kwa sababu yale makali yatakuwa yamepoa.
Inatakikana unapokuwa na TB, apart from kurest, ufanye mazoezi. Haya ni matibabu ya Mwenyezi Mungu ambaye ametupa. Ndiposa ndio unaona watu wengi ambao wanakuwa wagonjwa wanaambiwa kufanya mazoezi. Na hasa katika TB tumesisitiziwa ya kuwa upate kufanya mazoezi. Utakuta ya kuwa mtu asubuhi anaamka, unapokuwa mgonjwa wa TB usilale sana. Eti pengine mpaka saa 3 saa 4 ikukute kwa malazi. Utoke nje, utembee, na kama utafanikiwa ukwe na mahali ambapo pako na muinuko kama kamulima, kwenda mabondeni, ujaribu kupanda, kwenda ukitembea. That is outdoors. Na unapofanya hivyo unaendelea kupumua, breathe in, unapumua kwa sababu hii TB inaguza nini? Mapafu. Unapumua in and out deeply ukiwa umestraighten your neck, shingo lako umeliweka mbele kabisa. Mabega yako umeyaweka vizuri nyuma. Sio kwa kustrain, lakini comfortably. Kwa hivyo hii itafanya wewe upate kuwa na afya ambayo ni nzuri, na TB yako itafanya nini? Itakuwa mzuri. Kuna msemo ambao unasema hivi: watu wale ambao wamenenepa ama wanene sana sana huwa wanakuwa na shida ya moyo. Sawa? Mtu mnene. Ndiposa ndio tunaambiwa ya kuwa unene wako upate kukua kulingana na size yako, height yako. Lakini tena sasa msemo wa tuberculosis unasema ya kuwa makini kabisa unapoanza kukua, yani mwembamba, yani unaisha tu, you start becoming emaciated. Ulikuwa na mwili huu, umekuwa na hizi dalili zote ambazo tumeongelea, alafu all of a sudden unaanza kukua. Watu wengi wa TB huwa wanapoteza yani weight yao, wanapoteza uzito. Ndiposa ndio uliona wakati wa ukimwi ulipokuwa kabisa. Watu wakati wa ukimwi ulipokuwa zaidi ulikuta ya kuwa ni wembamba. Sio ukimwi ndio ulikuwa unawafanya kuwa wembamba, lakini ni ile TB. Watu wa TB, they have got that tendency of becoming slim, thin. Kwa hivyo ukwe very very careful. Researchers wamesema ya kuwa hizi miaka ambazo tuko from 2020s ya kuwa 70 million people are dying in the whole world because of TB. TB hii hakika inaua watu wengi sana. Pengine watu ambao tunaona tu wanazikwa nini wamekufa kwa sababu ya TB bila sisi kujua. Kwa hivyo natural remedy tumeona, kula vizuri, upate kupumzika vizuri, na upate kukaa mahali ambapo hakika ni pazuri kabisa. Kwa hivyo ndugu msikizaji, unapokuwa na TB sio tisho, na TB haimaanishi ni ukimwi. Siku za ukimwi mtu alipokuwa na TB tayari watu walikuwa wanamdiagnose ya kuwa huyo sasa direct ni ukimwi. Baba, mamangu, kijana, msichana kwa mvulana, usijaji mtu kwa kuangalia. Na wewe sio daktari wa kusema fulani ni mgonjwa. Wacha mtu apate kwenda hospitali, apate kufanya nini? Kujipima. Lakini hii mambo ya kuona mtu vile wewe unamwangalia na kusema huyu anakohoa sana, ako na TB, ako na ukimwi. Haimaanishi hivyo. Na I'm very sure hata mgonjwa mwenyewe unapokuwa mgonjwa, unapoenda hospitali na wakupime, hautarudi kuambia watu ya kuwa nimepimwa, nimepatikana na hivi na hivi. Wewe ni nani ambayo unatangaza mwingine fulani yako na TB, fulani yako na ukimwi, fulani? Ndiposa ndio tunasema jameni,
tumrudie Mwenyezi Mungu. Na tunapofuata maadili ya Mwenyezi Mungu, hatutakuwa tayari kuharibia wengine. Asifu sisi tunakaa hii dunia tukiwa sasa sisi ni mawe, sijui ni chuma. Yale ambayo unaongea juu ya mwenzako yatakurudia wewe mwenyewe. Tukae na maadili mazuri. Tukae kama Yesu Kristo. Unapotaka kuongea juu ya mwenzako, je, jiulize, kama Yesu Kristo angekuwa hapa ama angekuwa ni yeye, ningemuongelea aje? Ama yeye angeniona aje? Angeona aje ninapotamka haya maneno? Kila wakati tuwe tunajibalance katika magonjwa. Wenzetu wanapokuwa wagonjwa, tusije tukaona sasa hiyo ndio mambo ambayo tunafaa tuongelee. Wewe unapoongea unaishi dunia gani? Wajua yale ambayo yatakupata katika hii dunia? Tuonanie huruma. Yaani chukua huo mzigo kana kwamba ni wewe. Hakika tunapoishi katika njia ya kubebeana mizigo, ya kuhurumiana, hatutakuja kuwa tunasema ya kuwa fulani ako na ugonjwa huu fulani. Wewe unaposema hivyo, ni ugonjwa huo hakika nawe utauona tu, sijui utakapokuwa unakushika wewe utasema nini. Kwa hivyo ndugu mpendwa, leo tumeongea juu ya TB, that is tuberculosis. Kitu cha muhimu sana tujue ya kuwa inaletwa na bakteria, na jambo lingine ni kukohoa. Tunapoendelea kukohoa, tunapoenda katika mahali watu wako wengi, tupate kuwa na tabia nzuri. Let us develop good lifestyle. Kwa hivyo ndugu mpendwa, Mungu wetu ni mwema, na vile tunaendelea hivi pia kuna natural remedies ambazo tuwa tunatumia, na hakika watu wamepona TB bila kuenda mpaka hizo 6 months, sijui 1 year, na Mungu wetu apate kukubariki. Asante sana.